السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Shekhe wa wilaya hii ya Mkuranga na timu yake ametuwekea logo ile pale. Tulinde maadili yetu na amani yetu kwa maslahi ya taifa. Mimi nimeteua hiki kipande cha mwisho kwa sababu umma uliojazana ukiongozwa na viongozi wa dini na viongozi wa serikali na sisi walimu wa madrasa, lakini wapo maimamu zetu wa misikiti katika ardhi ya Tanzania kutoka maeneo mbalimbali. Niwakumbushe sehemu ndogo ili niseme nikakae. Sisomi aya nzima, sura ya pili, surati al-Baqara, sehemu ndogo sana. 126 al-Baqara. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Twendeni tukalisaidie taifa kama alivyoweka mzee wetu shekhe wa wilaya
Sheikh Hamas, kama viongozi wa dini, kila mmoja kwa nafasi yake, serikali ijivunie kuwa na viongozi bora wanaoisaidia serikali, na hasa katika idara ya amani. Na kwa kuwa tunakwenda katika uchaguzi, Uislamu unalitazama hili jambo, pamoja na kuwa kwa maslahi ya watu binafsi watatumia lugha kwamba shekhe wa wilaya ameiweka ile uchawa na kadhalika, yatasemwa mengi. Lakini Uislamu ni dini iliyokamilika katika kila idara. Hakuna mahala Uislamu ulifumbia macho katika maisha ya mwanadamu. Wakati mzee wetu ambaye ametajwa kwenye 78 al-Hajj kule, Nabii Ibrahim, huwa samakumul muslimina wa fi hadha, Nabii Ibrahim ndio aliyetuita sisi jina hili kwamba sisi ni Waislamu. Yeye aliingia katika ardhi ya Hijazi, haina umma wa watu, ina watu mmoja hapa, mwingine Kiparanganda, Mwarusembe, Kimazichana, Nyamaronda, Jaribu, tunakwenda huku. Nyinyi watu kutoka Kagera huko wapi, mtatuia radhi, tunataja kwetu. Na nyinyi mkienda kwenu mtataja huko Nyakato, Nyegezi, mtataja kwenu. Watu walikuwa mmoja mmoja, lakini kwa kuchunga maslahi taifa lije kuwa bora, na wale wataabadi watakaozaliwa pale wawe na utulivu na uhalisia wa kuabudu, alianza kuomba amani. Wa idh qala Ibrahim, 126 sura ya 2 al-Baqara, anaambiwa Bwana Mtume Muhammad tulie mkusanyikia. Aya hii maana yake ni maulidi, kwa sababu huu ni ujumbe Allah anampa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awakumbushe watu wake namna gani Nabii Ibrahim alitilia umuhimu mambo mawili muhimu mno: kuiombea taifa lile amani na kuliombea ukunjufu wa maisha kwa maana ya riziki. Hakugusa, ukitazama kwa haraka haraka, hakugusa elimu, kwa sababu amani inapokuwepo ni rahisi kutoa elimu. Hakugusa katika aya moja kwa moja watu kukazana kufanya ibada. Amani inapokuwepo watu wataabudu bila ya wasiwasi, wakabaji wakijazana kama zamani ilivyokuwa kwetu Tandika, Maputo. Hakuna wakwenda salatul maghribi, isha wala alfajiri. Lakini siku hizi unakwenda alfajiri, amani ipo. Viongozi wa dini, simameni. Mungu anamwambia Bwana Mtume Muhammad, kumbuka na wakumbushe watu wako pale Ibrahim alipomuomba Mola wake, ewe Mola wangu, ij'al hadha, jaalia ardhi hii yote, baladan maf'ulu wa kwanza, aminan maf'ulu wa pili, kuwa iwe ni nchi. Kwanza iwe ni nchi, kwa maana ya kwamba anaombea watu wawepo. Taifa ni watu. Uwezi ukasema baladan ikiwa hakuna watu. Hapakuwa na watu. Nabii Ibrahimu anamuomba Allah, Allah ajalie kizazi kiwepo moja, lakini kisha kuwepo sasa kizazi hicho kiishi vipi? Aminan. Mtusaidie viongozi mliopo hapa wa kisiasa, mtusaidie viongozi mliopo hapa wa dini. Amani chonde chonde, na hasa ukizingatia sisi tulio wengi walimu wa madrasa, hata nguvu hatuna, mazoezi hatuna, na kukimbia hatuwezi. Kikinuka tutatafutana. Mheshimiwa Ulega, nilikuambia kule katika hadhara nyumbani, na nikakuomba ujumbe huu afikishie rafiki zako mnaowezana. Leo namuona na sahiba wako Mheshimiwa Ridwan, jina tamu kweli, hata malaika wa peponi kiongozi anaitwa Ridwan. Mambo mazuri, na itabidi iwe Ridwani tu mpaka unakufa, mambo yatanyoka. Lakini maneno haya yashike. Nilikwambia katika vyanzo vinavyochafua sifa ya Waislamu ni kuwaona Waislamu wanapokwenda katika majukwaa ya siasa wanaomba kura kwa matusi na kukashfu wengine.
mnatufezeesha viongozi wenu wa dini kana kwamba nyinyi hamkulelewa. Waswahili wanasema kama ipo ipo tu. Huna sababu ya kumkashifu mwingine, huna sababu ya kumtukana mwingine, huna sababu ya kumfanyia husda mwingine, huna sababu ya kuwatengenezea wengine skando. Leo wanasiasa wanatengenezeana skando kwa maslahi yao. Watu wanakaa wamtengenezee fulani skendo ili aonekane hafai. Utaingia katika nafasi huku umekasirikiwa na Mungu, na sisi tunakupendeni, hatutamani hilo. Mukae katika nafasi mkiwa mmekasirikiwa na Mungu. Tunatamani mukae mkiwa mmebebwa na rehema za Allah, lakini pia na furaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nendeni mukahutubie mkiwa ni watu wenye malezi bora, lakini kauli chafu zinachangia uchafuzi wa amani. Leo unasikia watu kambi hawajavunja. Sababu yake nini? Hamkusimama katika misingi ya siasa ya Bwana Mtume Muhammad. Ndio maana watu hawavunji kambi. Visasi vinaendelea, na visasi vikiendelea katika jimbo, tunaumia ni sisi raia. Maendeleo hayaji. Huyu anapanga mikakati iende hivi katika jimbo, kuna mwingine anaharibu barabara, utapeleka huku, mwingine anahamisha zinakwenda kwingine. Haya tunayajua yanatokea, na viongozi wa dini tuwasaidie hawa watu, ndio wawakilishi wetu, na nafasi alizowapa kawapa Allah. Tusipowaambia tukawa na mfumo mbaya, kila wanachofanya tunawasifia, tunawaharibu, na wakikosea tuwaambie. Sio tunasifia tu kwa sababu tunapewa 10-10. Sio ungwana. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Tunahitaji amani katika taifa letu. Maimamu, walimu wa madrasa, naona hapa kwa dakika 10 zimesalia 3. Maimamu, walimu wa madrasa, tuwasaidie waumini wetu. Amani haiwezi ikapatikana kama sisi viongozi wa dini hatukusimama sawa sawa kuwakumbusha. Na wengi sisi ni vijana, na wanasiasa ni vijana. Sehemu moja nilipata kusema Al-Imamu Junaid aliwahi kueleza ujana ni nini. Innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kijana sasa, ili aonekane kijana, sio kijana wa umri, sio kijana wa suti, sio kijana wa kuchomekea. Kijana, ujana ni sifa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa akasema Al-Imamu Junaid, ujana wa kweli badhlun nada. Uwe ni mtu ambaye unajitolea mazuri kwa wenzio. Jamii inafaidika nini kupitia wewe? Ndio ujana. Kijana ni yule ambaye maisha yake jamii wananufaika nayo, badhlun nada. Pili akasema wakaful adha, kujitahidi kujiziwia, kutosumbua wengine, kutokera wengine. We ni kijana unajitambua. La tatu la mwisho akasema watarku shakwa, kuacha kulalamika. Tuache kulalamika. Taifa hili linahitaji kuona Waislamu nao wanalifanyia nini taifa hili. Walimu wa dini, viongozi wa dini wana mchango gani kwenye taifa hili? Tusiishie katika mawalidi ya Bwana Mtume Muhammad. Mtume alifundisha dini, lakini Mtume alitengeneza siasa bora, utawala bora, na kuhakikisha watu wanaishi maisha bora. Huu ndio Uislamu. Vijana tunalalamika kwamba unasema sijui nati zimekaza, maisha magumu. Wewe nini unafanya? Hatuwezi kukunjukiwa ikiwa kuna watu wao kazi yao kuiombea lana nchi. Tunatoboaje? Kwa sababu ya hamu ya madaraka wanachafua nchi, wanaiombea mabaya nchi. Tunatoboaje? Tunafanikiwaje? Inawezekana wakati unailaani nchi, mbingu ziko zimefunguliwa milango yake, lana ikapanda, njaa kali. Niliwahi kusema sehemu moja, na ndio maana leo tumefika wakati mahindi ya kuchoma, pilipili na ndimu inafanana wapi?
Tumeifikisha nchi hapo kwenye mihadhara yetu misikitini. Laanatullah, laanatullah. Marais wakilaanika, wananchi tunalaanika sote. Lakini zile zilikuwa ni njaa zetu na hamu zetu. Tunategemea mafundisho ya Uislamu yakawabebe vijana wagombea wa Kiislamu, ionekane wale wametoka katika mifupa ya watu. Nikakai chini, nasema neno inawezekana msilipende, na ninasema taratibu, walio mbali na uwanja wasisikie, na kuombeni kama mwalimu, sio shekhe, mashekhe wapo, kama mwalimu, punguzeni viongozi wa Islamu kuchukiana na kutosaidiana. Viongozi wengi hampendani Waislamu, na sijui wazee mnasahau wapi kuwaita hawa, hawapendani, hawasaidiani. Tunatoboaje? Ifike wakati watu wanakutaja mpaka unakuwa zaidi ya mzee Mtulia. Yule kasaidia nchi, unasaidia wengine, unawaelekeza wengine. Nadhani huu ndio Uislamu. Nikakae chini, Bwana Mtume katika Hijjatul Wadaa aliwaambia maswahaba, la tahasadu, la tahasadu, musiwekeane choyo, wala tanajashu, na wala musiharibiane katika manunuzi, labda mnada mukapandishiana bei ili mradi yule kumuharibia au anayetaka kununua asipate, na hayo yanafanyika mpaka kwenye uchaguzi. Siendi huko. Wala tadabaru, musidharauliane, wala tabaghadhu, musibughudhiane. Huu ndio Uislamu aliyotuachia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twendeni katika jamii, sura zenu nzuri, mavazi yenu mnapendeza, lakini pia tukapendeze katika jamii, tukasaidiane kwa maslahi ya taifa letu. Badala ya kutazama maslahi yako binafsi, angalia maslahi ya taifa. Wanasheria wana maneno yao, wanasema innal maslahata al-amma tuqaddamu ala al-maslahati al-khassa. Maslahi ya jamii yapewe kipaumbele kuliko ni maslahi binafsi. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamani, Mungu amkinge na shari shekhe wetu. Mbona msemi kwa nguvu? Na katibu mkuu ameongeza mzigo. Shekhe Ulega anakuja. Sio hasadi limeona wanafanya kazi. Na mkuu wa mkoa anakuja. Tunataka yasikike yaliyosemwa na shekhe. Kila la kheri, Mungu atufanyie wepesi, shekhe wetu uendelee. Sasa baada Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.